taifa. Ni wekundu wa Msimbazi Simba leo wanatimiza siku ya 5 pale nchini Misri kwenda kuliwakilisha taifa katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo watakuwa wageni wa Al Masry kutokea hapo Misri. Na wekundu wa Msimbazi Simba nikwambie tu wamefika hatua hii mara baada ya kuongoza kundi ama kuibuka vinara wa kundi A kunako michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakifuatiwa na Constantine kutokea pale nchini Algeria, Bravos de Maquis kutokea Angola na Club Sportif Constantine kutokea pale nchini Tunisia. Na hiyo ndo safari ambayo imewafanya wekundu wa Msimbazi Simba kufika robo finali, ambayo timu nyingi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati zimeshindwa kuifika, kwani zipo ambazo baadhi yao zinaendelea kushiriki michuano ndani wakiwa katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Lakini sasa hivi wekundu wa Msimbazi Simba wako nchini Misri kuendelea kupambana na kuliheshimisha taifa. Official Kojani Finest Abdallah niko hapa Bagamoyo, wenyewe wanakuambia kunogile ukae, Bagamoyo pazuri, Bagamoyo patamu. Na sisi kama Simba Fans TV tumekuja kuzungumza na wana Simba kuchukua ule utamu ama yale madini mazuri waliokuwa nayo kuhusiana na michuano hii ya kombe la shirikisho, lakini kuhusiana na maendeleo ya timu yao kunako mashindano mbalimbali ambao wanashiriki. Kama ambavyo tunafahamu wako NBC Premier League, lakini pia wako robo finali ya CRDB Bank Federation Cup mara baada ya wiki iliyopita kuweza kuwatoa Bigman kutokea pale mkoani Tanga. Official Kojani Finest niko hapa kukupa kila ambacho unachostahili mwana Simba, lakini pia nyuma kamera Shaban kwa bora kabisa anahakikisha kwamba unapata picha angavu kutoka hapa ndani ya Simba Fans TV. Usiondoke hadi pale nitakapo kuambia bye bye. Bagamoyo kuna mambo mengi kweli kweli, wenyewe anakuambia kunogile ukae, Bagamoyo patamu ama Bagamoyo pazuri. Ni mwenyekiti wa tawi hili la Mwembe Samaki Bagamoyo. Mimi ndio mwenyekiti wa hili tawi. Volcano Elie Mpanzu. Mwenyekiti, kabla hatujaenda kuzungumza hatari, siri ya hili jina. Siri ya hili jina ni makubwa ambayo anatufanyia Elie Mpanzu ndani ya muda mchache ambao amekuja katika kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa kweli ametufanyia makubwa na bado anaendelea kufanyia makubwa, na ndio maana amepewa jina la Volcano. Volcano ni kitu kimoja hatari sana. Hilo jina ndio maana amepewa mtu hatari kama Elie Mpanzu. Anaweza kuwavusha pale ambapo siku zote mmekuwa mkitamani kufika. Hiyo ndio imani yetu kubwa sana, na ninakuomba uangalie mechi ya kesho na mechi ya legi ya pili ambayo itachezwa Benjamin Mkapa. Basi Mpanzu ndio mtu ambaye atatufanyia makubwa sana katika msimu huu. Yes, sasa tuje tuzungumzie Mwembe Samaki. Bagamoyo nguvu moja, ubaya ubwela. Ni miongoni mwa matawi ambayo mliweka historia ya kuwa inawezekana likawa tawi la mwanzo kabisa kuandika slogan ambayo wekundu wa Msimbazi Simba mmekuwa mkienda nayo msimu huu. Labda hili mnajivunia kwa kiasi gani? Tunajivunia sana kwa sababu unajua kitu chochote ikiwa wewe ni wa kwanza ama wewe ndio mwanzilishi, basi unajisikia furaha sana na faraja kubwa mno. Kwa hiyo sisi baada ya kuwa msemaji wetu ametangaza kauli mbiu ya mwaka huu kwamba ni ubaya ubwela, sisi nao tukachukua fursa hiyo hiyo katika kukarabati tawi letu, tukaona tuandike kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni ubaya ubwela. Mnaitendea haki unadhani msimu huu hii kauli? Majibu unayo kwa sababu yanaonekana. Utuambie sasa. Mimi yani naweza nikakwambia lakini usitocheke, ila wachezaji wanakuonyesha ubaya ubwela. Wachezaji wanakuonyesha ubaya ubwela. Wanatuonyesha kinamna ipi? Hebu tuambie mwenyekiti, usituwekee kwenye mabano, usitoke kwenye mabano. Timu unaiona ndugu mwandishi, kwa kweli vijana wanafanya vizuri sana uwanjani. Yani makubwa ambao wanayafanya hatukutegemea kabisa. Sisi tuliambiwa kwamba tumesajili watoto wa shule, tumesajili watoto wadogo, ile ni academy, lakini yanayofanyika sasa hivi watu wanateseka huko. Wanateseka. Kuna watu wanateseka vibaya mno, wanateseka. Yani kuna watu tunawanyima usingizi na kauli mbiu ya ubaya ubwela. Ubaya ubwela brother unaonyeshwa. Unaonyeshwa vibaya mno. Hawa wanaoteseka wakina nani? Timu ziko nyingi. Ndugu yangu wapo wote unaojua wewe wanateseka, lakini hawa ambao wanajiita nyuma mwiko wanateseka vibaya. Tunawafanya vibaya sana. Vibaya mno. Bana, wanatamba wako kileleni, wewe unasema wanateseka. Daza unaweza ukawa kileleni, mwisho wa siku unashuka. Kwa hiyo sisi hatuna haraka nao. Bana, tukae hapo hapo, nyinyi hamna haraka nao. Turudi sasa kwenye tawi kama tawi. Mwembe Samaki, mnafanyaje shughuli zenu kuhakikisha kwamba mnaiunga mkono timu? Sisi bwana, kwa kweli kwanza nijivunie tawi langu kwamba tunafanya vizuri katika mashabiki ambao tunaenda uwanjani na kuisupport timu yetu. Haijalishi timu inacheza wapi, kwa kweli tunatoka, tunaenda kuisupport timu yetu na tunarudi na ushindi.
Malengo yenu? Malengo yetu, la kwanza kabisa sisi ni kuisapoti timu pamoja na klabu yetu kwa ujumla, na vile vile sisi wenyewe tumejiwekea malengo ya kwamba kuinuana kiuchumi mmoja baada ya mwingine. Labda kuna changamoto zozote ambazo wakati huu mkiwa kwenye kutekeleza mipango yenu na malengo yenu ambazo mnakumbana nazo? Changamoto huwezi kukosa kila sehemu. Asilimia kubwa unajua wa wanachama wetu ni watu wa hali ya chini, watu ambao wanapenda sana mpira, wanajituma kimaisha, lakini kutokana na hali ngumu, lakini hivyo hivyo hawakati tamaa. Kwa hiyo changamoto kwa kweli ni uchumi uko chini, lakini bado vijana wanajituma, bado vijana wanatoa pesa yao, bado vijana wanatoa muda wao, wanajitoa kwa kweli katika kufika katika uwanja na kuisapoti timu yao. Yes. Mwaka jana wakati tunakuja kabla ya tamasha la Simba Day, tulizungumza hapa na wana Simba, lakini kulikuwa na ofisi ambayo ilikuwa inafanyia ukarabati. Labda mmefikia wapi mpaka sasa? Sisi ofisi yetu kama inavyoonekana, ndugu mwandishi, hapo iko katika hatua za mwishoni kabisa, kwa sababu tumeshapaua, tumeshaweka mageti, tumeshapiga ndani humo kila kitu. Kilichobaki ni rangi tu hapo, na lengo letu kwamba ifikapo Juni 2025 basi tu tumeshamaliza kila kitu, iwe tayari kwa ajili ya uzinduzi ambao itafunguliwa rasmi kuelekea wiki ya Simba Day mwaka huu. Mambo yenu yamekuwa ni Simba Day tu. Kuna siri gani hapo? Sisi tunaenda na matukio. Unajua Simba Day ni siku kubwa sana. Kwanza ni sikukuu ya wanasimba wote. Kwa hiyo tunatumia fursa hiyo kwa sababu dunia nzima wanakuwa wanaifuatilia Simba ndani ya wiki hiyo, na sisi tunaona kwamba hii ni fursa, basi na sisi tujitangaze kupitia Simba Day. Yes, mwenyekiti, tuzungumze hili. Tumejaribu kugusia kidogo Mwembe Samaki. Bagamoyo ni miongoni mwa miji mikongwe ambao pia kipindi cha nyuma ilitoa baadhi ya wachezaji wakubwa ambao waliwika katika soka la Tanzania. Lakini kwa ambavyo nimefuatilia, kuna matawi machache sana ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Labda changamoto kubwa hasa imekuwa nini? Kabla ya tawi letu la Mwembe Samaki kulikuwa na tawi kubwa sana Bagamoyo, tawi ambalo lilishika hatamu, tawi ambalo lilifanya vizuri sana katika mji huu wa Bagamoyo. Na tawi hilo si jingine ni tawi la Mkubwa Dawa. Hili tawi lilikuwa ni tishio sana katika matawi yote unaojua wewe Tanzania hii. Lilikuwa ni tawi moja hatari sana, tawi ambalo likiamua kwamba Simba inaenda kushinda, basi unajua Simba itashinda brother kwa hali yoyote ile. Kwa hiyo baada ya kuona wao wanayumba yumba na lega kidogo, vijana wakasema hapana, tuwapokee wenzetu, tuchukue kijiti na sisi tuendeleze pale ambao wameishia kwa ajili ya kuisapoti timu yetu. Kubwa kufanya hivi kwamba tunaipenda timu yetu, tuna imani na timu yetu, tunahitaji raha, basi tunaisapoti timu yetu kwa hali moja ama nyingine. Nini kifanyike sasa ili Bagamoyo tunakuja Mwembe Samaki, labda tutasema tunaenda Kitopeni kuna tawi, Nia Njema kuna tawi, labda kifanyike nini sasa ili kuhakikisha kwamba basi wana Simba mnakuwa na umoja mkubwa ambao ukienda sehemu yote basi wana Simba wanakutana na familia ya Wekundu wa Msimbazi? Unajua brother, baada ya uzinduzi wa tawi letu, yani kama tuliwaamsha fulani wana Bagamoyo. Kila mtu alikuwa anahitaji awe na tawi, kila mtu alikuwa anahitaji awe na sehemu ambao wanajua wana Simba wanapatikana katika hiyo sehemu. Na tunajivunia sana kwa kweli, tumeiamsha Bagamoyo, na mara ya mwisho alikuja msemaji wetu hapa katika tawi letu na ametuachia taski moja na tumeshaanza kuifanyia kazi. Ametaka tufanye concert moja kubwa sana hapa Bagamoyo, na tumeshaanza kuongea na baadhi ya mashina yote. Unajua Bagamoyo ina mashina mengi sana. Kwa issue ya matawi bado hajafikia level ya matawi, lakini yako mbioni. Nafikiri na tuko mbioni katika kuwasaidia ili na wao waweze kufika malengo ya kuwa matawi kama tulivyokuwepo sisi hapa. Kwa hiyo mengi yanafanyika na tunahitaji kufanya hiyo hamasa kubwa sana ambayo itakuwa chini ya kiongozi wetu Ahmed Ali. Watakuja kuihamasisha Bagamoyo, watakuja kuiamsha Bagamoyo ili timu yetu iweze kufanya vizuri zaidi na tuweze kuongeza wanachama na mashabiki wa wilaya ya Bagamoyo na Pwani kwa ujumla. Yes, kwa kumalizia mwenyekiti, Wekundu wa Msimbazi Simba mtakuwa Misri pale kucheza na Al Masry. Unaiona wapi nafasi ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo huu? Mimi nafasi ya Simba Sports Club kwenda nusu finali, yani naiona kama mara 3 mbele yangu hapa. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kushinda. Na naongea hivi kwa sababu ninajiamini na ninaiamini timu yangu na ninawaamini wachezaji ambao wako katika timu yangu. Neno lako kwa wana Simba wote ambao wanakutazama kutokea pande mbalimbali?
mimi niwatake mashabiki wa Simba Sports Club katika pande zote za dunia hii, kwanza washikamane, la pili tuiombee sana timu yetu iweze kufanya vizuri. Of course mechi sio ngumu kama watu wanavyosema. Al Masry sio timu ndogo sana katika Afrika, ni timu kubwa na timu ambayo ina wachezaji wazoefu, ni timu ambayo ni zoefu katika haya mashindano, na sisi kukutana na Al Masry, kwanza mimi binafsi kama mwenyekiti nilikuwa nimefurahi sana baada ya kupangiwa Al Masry, kwa sababu nina uchungu nao sana. Nakumbuka ile mechi ya mwisho ambao tulikutana nao pale Benjamin Mkapa, tulitoka sare ya 2-2. Mwisho wa siku tumeenda kwao, wametutoa. Sasa tunahitaji kulipiza kisasi. Tunalipiza vipi kisasi? Bahati nzuri safari hii sisi tumeingia katika robo finali, ama tumeingia katika upande wa mashindano tukiwa kama timu bora namba 1 katika upande wa shirikisho. Kwa hiyo lengo letu twende tukalipize kisasi, na nina imani inshallah tutawafunga kule, tutarudi hapa, tutamalizia kwa Benjamin Mkapa hapo. Kwa hiyo nawaomba mashabiki katika raundi ya pili ya marudiano, niwatake mashabiki tuhudhurie uwanjani kwa wingi sana ili tukaisapoti timu yetu. Mashabiki ni wachezaji namba 12. Kwa hiyo tunapokosa mashabiki basi wachezaji nao wanakosa nguvu. Tupo nyumbani, tusiogope. Tunaona wenzetu wa Arabu wakicheza nyumbani kwao, uwanja hautoshi, wanashangilia mwanzo mwisho. Na sisi kwa vile ni mashabiki bora na tuna tuzo ya mashabiki bora, basi niwatake mashabiki tuweze kufika uwanjani, tukaionyeshe dunia, tukaionyeshe Afrika, tukawaonyeshe Al Masry kwamba sisi ndio mashabiki bora wa Afrika. Neno lako kwa viongozi? Viongozi wasikate tamaa, viongozi wakae na benchi la ufundi, viongozi wakae na wachezaji, waongee vizuri, waongee ili timu iweze kupata matokeo. Mimi nikushukuru sana wewe. Asante sana mbazi. Karibu.